Ardhi ya Afrika imejaa madini yanayong'aa kama nyota za usiku, lakini chini ya mwanga huo kuna giza la hatari. Migodi imejenga miji, imeinua pato la taifa na kufanya Afrika kwa kitovu cha dhahabu, almasi, shaba na madini mengineyo mengi duniani. Hata hivyo, historia yake pia imejaa ajali zilizogharimu mamia ya maisha. Hizi ni ajali 7 zilizoacha alama nzito barani Afrika juu ya uchimbaji wa madini. Ajali ya kwanza ni ya Colebrook Mining Disaster iliyotokea nchini Afrika ya Kusini, ambapo mwaka 1960 ajali hiyo ilitokea na inatajwa kama janga kubwa zaidi la ajali ya migodini barani Afrika. Wachimbaji zaidi ya 437 walifukiwa hai baada ya miamba mikubwa kuporomoka kufuatia kushindwa kwa nguzo za kuhimili dari la mgodi. Wengi wao hawakuweza kuokolewa kwa sababu maporomoko yaliziba njia zote za kwenda chini ya ardhi. Miili mingi haikuwahi kupatikana. Tukio hili lilibadilisha kabisa sheria za usalama wa migodini Afrika ya Kusini, likisukuma serikali kuimarisha ukaguzi wa miundombinu ya kuhimili miamba na mifumo ya tahadhari mara kwa mara. Tukio lingine ni la mauaji ya Marikana ambalo lilitokea tarehe 16 Agosti 2012 katika mgodi wa platinum wa Marikana. Zaidi ya wachimbaji 34 waliuawa na polisi wakati wa mgomo wa madai ya mshahara bora na mazingira salama ya kazi. Mamia walijeruhiwa. Tukio hili lilitajwa kuwa baya zaidi tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi mwaka 1994 nchini Afrika ya Kusini. Mbali na vifo, liliacha pengo kubwa la kijamii kati ya kampuni za madini na wafanyakazi, pamoja na hali duni ya makazi ya wachimbaji waliokuwa wanaishi katika vibanda visivyo na huduma muhimu. Mnamo 2019, maporomoko ya ardhi yalitikisa mgodi wa shaba na kobalt wa Kamoto Copper Company katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya wachimbaji 40 walifariki, wengi wao wakiwa wachimbaji wadogo wasio rasmi waliokuwa wakichimba kando kando ya mgodi mkubwa wa kibiashara. Uchimbaji huo wa mikono bila vifaa vya kisasa wala ulinzi wa kisheria uliwaweka katika hatari kubwa. Tukio hilo liliibua mjadala kuhusu uchimbaji holela na usimamizi wa rasilimali katika taifa hilo ambalo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa kobalt duniani. Julai 2024, mgodi mdogo wa dhahabu uliporomoka katika kaunti ya Siaya nchini Kenya na kusababisha vifo vya wachimbaji 7 huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Ripoti zinaonyesha kuwa wachimbaji hao walikuwa wakifanya kazi bila miundombinu madhubuti ya kuimarisha kuta za mgodi. Wataalamu wa usalama walionya kuwa migodi midogo isiyo rasmi imekuwa ikikosa ukaguzi wa mara kwa mara, jambo linaloongeza hatari ya maporomoko. Tukio lingine ni la Januari 2024 katika mkoa wa Simiyu nchini Tanzania. Mgodi mdogo usio na leseni ulifunikwa na matope baada ya mvua kubwa kunyesha. Wafanyakazi 22 walifariki, wengi wao wakiwa vijana kati ya miaka 24 hadi 32. Uokoaji ulikuwa mgumu na wa muda mrefu, huku mashimo yakijaa maji na udongo mzito. Tukio hili lilionyesha athari ya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na uzembe wa kutofuata taratibu za kiusalama. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2026, ajali nyingine kubwa imeripotiwa kuua zaidi ya watu 200 katika mgodi ulioporomoka. Idadi hiyo kubwa ya vifo ilitikisa si taifa hilo tu, bali jumuiya ya kimataifa, hasa kwa kuwa DRC ni kitovu cha madini muhimu kwa teknolojia ya kisasa kama betri za magari ya umeme. Wachambuzi wa masuala ya migodi walieleza kuwa mchanganyiko wa uchimbaji usiodhibitiwa, msongamano wa wachimbaji na ukosefu wa usimamizi thabiti huchangia mara kwa mara kutokea kwa majanga hayo. Kwa miongo kadhaa, ajali hizi zimekuwa zikifichua ukweli mchungu. Madini yanaweza kujenga uchumi, lakini bila usimamizi, sheria na uwekezaji katika usalama yanageuka kuwa hatari inayonyemelea kila anayehusika chini ya ardhi. Historia ya migodi ya Afrika ni simulizi ya matumaini na majonzi kwa wakati mmoja.
Swali linalobaki ni kama bara linaweza kuendelea kunufaika na utajiri wake wa asili huku likihakikisha kuwa maisha ya wachimbaji yanapewa thamani inayostahili.